السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema Hazrat Sheikh Yaqub Ali Sahib Irfani akieleza sira ya Masihi Maud alayhi wassalam anaandika ya kwamba katika maisha ya Sayyidina Ahmad alayhi wassalam kuna shani nyingine pia ya ukarimu inayong'aa ambayo ina rangi ya maombezi. Baadhi ya wakati angemjia mtu mwenye kuomba ambaye kutimiza haja yake kusingekuwa kwenye hiari yake bali ingehusika na wengine. Katika hali kama hiyo alikuwa akizingatia jambo hili ya kwamba kwa ajili ya faida yake alikuwa akiwaambia watu ambao asingewaambia kwa ajili ya haja yake binafsi, yaani kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Alikuwa anawaambia watu wengine lakini hakuwahi kuwaomba kwa ajili ya kazi zake. Anaandika ya kwamba na hiyo ni shani ya ukarimu ambayo inapatikana nadra sana duniani. Kisha anaandika akieleza kuhusu Mirza Imamuddin Sahib kwamba jambo hili ni bayana ya kuwa Mirza Imamuddin Sahib alikuwa adui mkali wa jumuiya na alikuwa na uadui na familia ya Huzur, lakini hat Masihi Maud daima alikuwa hajali uadui wake katika masuala ya kidunia. Katika masuala ya kidini alikuwa havumilii uadui, lakini katika masuala ya kidunia hakujali uadui wake, yaani hakupunguza chochote katika kumtendea kwa wema. Yeye saa nyingine alikuwa akiomba msaada wa mali kutoka kwa Masihi Maud, na licha ya kufanyiwa hisani hizi zote alikuwa akiendelea kumpinga na kuonyesha uadui wake. Safari moja alikuwa na nia ya kuuza farasi na kwa ajili yake alionelea vyema kwamba ampeleke farasi huyo Jammu na amuuze farasi kwa kumpitia Hakim Mauli Nuruddin Sahib Khalifatul Masih wa kwanza ili yeye aweze kupata bei nzuri. Huko Khalifa Awwal alikuwa anafahamiana na viongozi wa Jammu. Yeye kwa kuona fikra hiyo akaja kumwomba Masihi Maud Mirza Nizamuddin kwamba wewe umwindikie Hakim Nuruddin barua moja. Masihi Maud hakukataa ombi lake na bila kusita hata kidogo akamwindikia Maulvi Nuruddin barua kwa ajili yake. Na Sheikh Sahib anaandika ya kwamba jambo hili ni bayana kabisa kwamba uadui na upinzani wa Mirza Imamuddin Sahib ulikuwa wazi, lakini wakati wowote, wakati wa kutenda wema ukiwadia, Masihi Maud hakujali uadui wake huo, hata hakupata wazo lake na hakusita katika kumfaidisha yeye. barua ambayo Masihi Maud alimwindikia Hazrat Maulvi Nuruddin ilikuwa kama hivi:
kwa jina la allah mwingi wa rehema mwingi wa ukarimu twamhimidia allah na kumsalia mtume wake aliye karimu. Amabad, mheshimiwa mwazamu ndugu yangu Maulwi Nuruddin saheb, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. shabaha ya barua hii ni kukufikishia ombi langu moja. Natumai kwamba hutasita katika kutekeleza wajibu huo, nayo ndiyo hii ya kwamba Mirza Imamuddin saheb ambaye ni binamu yangu ana farasi mwenye thamani sana, ambaye ni mzuri na mwenye kustahiki kutumika kama kipando na maharaja na watu wakubwa. Yeye ana nia ya kumuuza farasi huyo, kwa kuwa farasi kama hawa wenye thamani kubwa watu wa kawaida hawezi kuwanunua, ila hali watu wakubwa wanaendelea kutafuta vipando vya namna hii. Hivyo tafadhali uongee na kiongozi wa jamuu au ndugu yake ili wao wanunue farasi huyo kwa bei nzuri, na wakijenga nia imara ya kununua, basi farasi huyu atatumwa kwako, na ufanye jitihada sana katika swala hili. Wassalam, ajizi Mirza Ghulam Ahmad. tukio hili ni la mwaka 1888. wakati ule uadui wa Mirza Imamuddin ulikuwepo, lakini hata Masihi Maud alikuwa bado hajadai. kwa vile vile kwa njia hiyo pia huzur alimsaidia ndugu yake aliyekuwa adui wake. hata Sheikh Mahmud Nasib saheb anasimulia ya kwamba kipindi fulani nilikuwa naishi katika nyumba ya kupanga iliyokuwa milki ya Makala Singa mafundi seremala, ambayo ni karibu na nyumba ya Mirza Nizamuddin saheb, mwenyekiti wa kijiji. juu ya jambo fulani miliki wa nyumba aligombana nami na akaniambia niache nyumba yake, nikisema kwamba tumefunga mkataba maalum, mimi nalipa kodi kila mwezi, hivyo mimi sitatoka humo. mtu huyo katika swala hili alitaka kusaidiwa na Mirza Nizamuddin saheb, na alikuwa ananiita mara kwa mara kwa kumpitia mlinzi moja aitwaye Khairuddin. saa nyingine nilikuwa naenda na saa nyingine nilikuwa siendi. kwa vile vile mwenye nyumba nia yake ilikuwa ni kunitisha na kunifukuza kutoka nyumba yake. mimi nilikuwa sitaki kuacha nyumba. Mirza Nizamuddin aliomba msaada kutoka kwa Sheikh Yakub Ali saheb na akamwambia. Sheikh saheb akaniambia kwamba ni vyema uache nyumba. siku zile mtoto wa kike alikuwa amezaliwa kwangu na kubadilisha nyumba ilikuwa kazi ngumu. habari hii nikamweleza Maulwi Nuruddin saheb. Maulwi saheb akakasirika juu ya Sheikh Yakub Ali na akamwindikia kwamba kwanza umtafutie nyumba kisha mwambie aache nyumba ile. Sheikh saheb alipoona kwamba Maulwi saheb amekasirika juu yake akanyamaza, na Mirza Nizamuddin akaendelea kuniambia kwamba niache nyumba. anasema siku moja nikamweleza Masihi Maud habari nzima. huzur akasikitika sana, akasema nimesoma barua yako na nimesikitika mno, kama ningekuwa na nyumba ningekupa, siku za usoni nitakumbuka. kisha akasema kwamba leo nikija kwa ajili ya azuhuri na Sheikh Ali pia akija nikumbushe. siku zile msikiti wa Mubarak ulikuwa unapanuliwa na sala ilikuwa inasaliwa katika nyumba iliyokuwa ya Mirza Bashir Ahmad saheb. anasema kwamba nilipofika kwa ajili ya swala ya azuhuri, huzur pia akacha. mimi nilikuwa sikusema lolote. aliniona na akasema kwamba mwanamke mmoja alikuwa amekuja kutoka kwa Mirza Nizamuddin na mimi nimemtumia ujumbe, sasa hutapata shida yoyote. hivyo baada ya siku ile hakuna mwenye kunisumbua, hakuna aliyenisumbua. na katika swala hilo mimi nikakaa mle kwa muda mrefu hadi nikapewa nyumba ya Sadr Anjuman Ahmadiyya. nilipoacha nyumba ile ya zamani, nilipopewa nyumba kutoka Anjuman, mwanamke huyo yani miliki wa nyumba alikuwa amekusha badilika kabisa. Masihi Maud alikuwa amemfanyia hisani. anasema kwamba alisema kwamba nisiache nyumba yake, na alikuwa analia akisema kwamba kwani unaacha nyumba yangu? kwa sababu ya ukarimu wa Masihi Maud na hisani aliyofanya juu yake, mama huyo alikuwa amekusha badilika kabisa.
anaandika ya kwamba ukarimu huo wa masihi maud kwa mtumishi wake ilhali hakuwa na mawasiliano yote na mirza nizamuddin saheb. Wote wanajua habari hii kwamba hakukuwa na uhusiano wote, lakini hata hivyo akanifanya hisani hiyo. Sheikh yakubali irfani saheb anasema ya kwamba naandika tukio la mirza muhammad beg mwana wa mirza ahmad beg saheb hushiarpuri. Uhusiano wa hat masihe maud pi haukuwa mzuri na familia ya mirza muhammad beg, na hali hiyo ilikuwa kwa ajili ya ridhaa ya mwenyezi mungu tu. familia hii ilikuwa ni ya ahmad beg na muhammadi begam na walikuwa adui wa jumuiya. mirza muhammad beg alipotaka kufanya kazi katika jammu na alimwomba hatmasihi maud afanye maombezi na amwindikie khalifa awal barua. hatmasihi maud aliandika barua ifuatayo, kwani alikuwa hakatai swali lililo halali, na aliandika ya kwamba muhammad beg kijana ambaye amekujia, utakuwa unajua kwamba baba yake mirza ahmad beg kwa sababu ya uelewa wake ana uadui na mimi, na hakuna shida kwamba ikiwa mimi nishike upole zidi ya uadui wa watu hawa na nikifuata amri ya allah, idfa billati hiya ahsan, ondoa mabaya kwa wema, mimi nipate thawabu, niwatumikie kwa wema na nitende nao wema, na nikifuata amri hii ya mungu nipate malipo mema. Hivyo kijana huyo ameniandikia mara kwa mara kwamba mimi niwezeshwe kupata ajira katika polisi. kisha hazrat saheb akamwezesha, akamsaidia kupata kazi katika idara ya polisi. kutoka matukio hayo ni zwahiri shahiri kwamba masihi maud muda wote alikuwa tayari kuwasaidia wanadamu na alikuwa hasiti kufanya maombezi katika maswala yao. pamoja na hayo kwamba pale ambapo alipokuwa naona kwamba kutoa kitu fulani kuna rangi ya isirafu, alikuwa anajiepusha nayo akisema kwamba isirafu haitakiwi kuwepo. hasa shekh yakubali saheb anaandika zaidi ya kwamba alikuwa mtu mmoja aitwaye nihal chand, mkazi wa kadian, alikuwa anaitwa nihala, alikuwa mhindu brahman. nihal chand bahru raj alikuwa brahman mmoja. katika siku za ujana wake alikuwa muhindu na alikuwa mshtaki maarufu. hadi umri wa mwisho alikuwa na hali hiyo hiyo. alikuwa miongoni mwa watu waliokuwa wakigombana na familia ya masihi maud na kupanga njama zidi yao. kisha alikuwa anaishi pamoja na maadui wa jamaat. katika umri wa mwisho akafilisika mno. hadi saa nyingine kwa ajili ya mahitajio yake ya kila siku alikuwa hanapata shida, kujikimu kukawa kugumu. safari moja akaja kwa masihi maud na akatamani kukutana naye na akapeleka taarifa ya ujio wake. alikuwa mpinzani, lakini watu kama hawa wanakuwa hawana ghera. hivyo alipokuja na kupeleka ujumbe kwa masihi maud kwamba anataka kukutana naye, huzur akaja mara moja. yeye akamsalimia na akataka kumweleza habari zake. hatmasihi maud akamtia moyo na pia akaleta rupia 25 na kumpatia na akasema kwamba kwa muda huu tumia hela hii na ukihitaji zaidi mimi niambie. hivyo baada ya siku ile mtu huyo ikawa mazoea yake kwamba kila baada ya mwezi moja miezi miwili alikuwa nakuja na kuchukua hela kwa ajili ya mahitaji yake. pamoja na kuchukua kutoka kwa masihi maud, safari moja alichukua hela kutoka kwa khalifa awal kama mkopo kwa ahadi maalum. muda wa kurudisha mkopo ulipopita, khalifa awal akamwambia kwamba alipe mkopo wake, yeye akapuuza tu. kisha anasema kwamba khalifa awal akaniambia kwamba mimi niende nimwombe mtu huyo arudishe mkopo. nilipoenda kumwambia, yeye akanisimulia tukio ambalo limetajwa juu na akasema kwamba maulwi saheb anatuma watu mara kwa mara, hali mirzaji ananipatia hela inayonisaidia vizuri katika kujikimu. mimi nikaaja na kumwambia khalifa awal. hazur alisema kwamba sasa usiende kwake kuomba,
khalifa awal pia hakuomba hela kutoka kwake. vivyo hivyo mtu mmoja alikuwa pandit bijnath anasema najua siku nyingine hadrat saheb alimtendea kwa wema ilhali mwenendo wake haukuwa mzuri. mirza bashir ahmad saheb anaandika ya kwamba katika kitabu chake ahmadia movement padre walter mma ambaye alikuwa katibu wa ymca alikuwa padre aliandika kitabu kiitwacho ahmadia movement. kwenye kitabu hicho aliandika rai moja kuhusu masihi maud kwamba jambo hili ni kweli na linathibitika wazi kwamba mirza saheb katika tabia zake alikuwa mwenye hisia za ukarimu. ujasiri wa kihulka aliyoonyesha zidi ya uadui na upinzani mkali wa wapinzani wake kwa yakini ina sifa ya kuthaminiwa. mtu mwenye kivutio cha kisumaku na mwenye hulka njema tu anaweza kufanikiwa kujenga urafiki na watu hawa ambao miongoni mwao kwa uchache watu wawili kwa sababu ya itikadi zao walikufa shahidi nchini afghanistan. amezungumzia mashahidi wa afghanistan anasema kwamba hiyo ilikuwa kwa sababu ya mwenendo wa masihi maud, lakini hawakumwacha mirza saheb. nilipowauliza baadhi ya wahamadia wa zamani sababu ya kujiunga kwao, wengi wao wakaeleza kwamba sababu kubwa ya kujiunga na jumuiya ni athari na kivutio na nguvu tukufu ya mirza saheb. katika vikao vya kawaida pia alikuwa anasema ya kwamba mimi niko tayari kubeba mzigo wa matumizi ya wapinzani, yani nauli, waje waniulize maswali ili kuondolea mashaka. hivi mirza bashir ahmad saheb anaandika zaidi kwamba miya fakhruddin multani aliniambia ya kwamba katika zama ya masihi maud safari moja baba yangu alikuja hapa. alikuwa adui mkali wa jamaat mwenye matusi sana, na baada ya kufika hapa aliendelea kuongea zidi ya jumuiya. alipokuwa mjini multan alikuwa anasema nikikutana na mirza mungu apishe mbali nitamlaani mbele ya uso wake, yani nitasema mbele yake ninayosema hapa. mimi nikampeleka kwa huzur. huzur alipokuja nje anasema kwamba baba yangu akasimama kwa heshima na akapata hofu na akasogea nyuma. wakati ule walikwepo watu wengine pia kwenye majlis. huzur katika hali ile ile ya kuketi akaanza kutoa hutuba na akasema kwamba sisi tunataka kwamba watu wanijie, wanisikie na waniulize, na mimi niko tayari kuvumilia matumizi ya safari yao, lakini moja watu hawaji, na kama wanakuja wanakaa kimia na wanaporudi wanaongea zidi yetu. ilmuradi huzur akatoa hutuba wazi na akatuhubiri na akamshawishi baba ili aseme kitu. baba yangu ni muongeaji sana, lakini wakati ule hakutamka hata neno lolote. baadaye nikamuuliza kwamba kwani hukusema lolote. yeye hakusema jambo lolote na akanyamaza tu. kwa vile vile miya fakhruddin anasema kwamba hatmasihi maud katika hutuba yake hakutaja jina la baba yangu, bali alikuwa ametoa hutuba ya kawaida, yani kwa watu wote. na lakini kwa bahati mbaya miya fakhruddin saheb pia katika ukhalifa wa pili alijitenga na jumuiya. mirza bashir ahmad saheb anaeleza ya kwamba safia begum bint maulvi abdul qadir saheb marehemu ambaye ni mwalimu katika shule ya nusrat high school, yeye aliniambia kwamba safari moja mtu mmoja mwenye kuombaomba alikuja kumomba masihi maud kanzu. huzur akavua kanzu yake na akampatia mtu huyo ombaomba. baba yangu marehemu alikuwa anaona, alisema kwamba allah allah, ukarimu huu ni mzuri ulioje. mirza bashir ahmad saheb anasimulia zaidi kwamba rasul bibi sahiba mke wa hafiz hamad ali saheb marehemu ambaye alikuwa mama mkwe wa mauli abdurrahman saheb fazl jat, yeye alieleza kwamba matumizi yetu yote ya chakula na mavazi huzur alikuwa natoa. safari moja huzur alitengeneza
basket moja kwa ajili yake na moja kwa ajili ya Hafiz Ahmad saheb. Ilikuwa msimu wa baridi. Mimi nikamwambia Hafiz saheb kwamba ninapoamka asubuhi kwa ajili ya tahajudi na ninapika daku, mimi nahisi baridi. Hafiz saheb akasema kwamba basket ambaye huzur alikuwa amempatia yeye akanipatia na akasema kwamba we unaweza kuvaa hiyo. Mimi nikavaa na nilipokuwa na washa moto kwenye jiko, huzur akaja akasema, Rasul bibi, je, basket hii ni basket yangu ambayo umechukua? Akasema kama utani. Nikasema, huzur, kila kitu chako tunakula na tunavaa kutoka kwako tu. Hapo huzur akatabasamu na akasema kwamba mule vizuri na muime vizuri. Sheikh Yakub saheb anaeleza kwamba hii ilikuwa ni kawaida ya Masihi Maud, kwamba alipokuwa anawapatia watu alikuwa hawapi kwa ajili ya kuonyesha, bali alikuwa anatoa kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kwa kufikiria kwamba anawahurumia wanadamu, na alikuwa anawapa watu kwa siri na saa nyingine kwa ajili ya kuwashawishi wengine na kuwafundisha alikuwa anatoa hadharani. Alipokuwa anafanya kwa siri, njia yake ilikuwa ndio hii kwamba saa nyingine alikuwa anatoa kwamba hata mwenye kupokea alikuwa anajua kwa mushkil. Anasema kwamba mimi naeleza tukio moja. Munshi Muhammad Nasib saheb ambaye siku hizi amekusha jitenga na jumuiya, alikuja Kadian kama yatima na alipata masomo katika Kadian. Matumizi yake yote yalikuwa juu ya jumuiya. Yeye alipokuwa na akawa kijana na akaoa, akachaguliwa kama mhariri katika gazeti moja la Lahore, na kisha akaja katika ofisi ya Kadian na akawa mtumishi katika ofisi ya Badr. Khalifatul Masih wa pili alipopata mtoto wa kwanza Nasir Ahmad, huyu alikuwa amefariki baadaye. Hatmasihi Maud akapata haja ya mama mlezi kwa ajili ya Nasir Ahmad. Anasema nikaenda kumwambia Sheikh Muhammad Nasib kwamba wewe mwambie mke wako aje kujitolea kwa ajili ya kazi hii. Muda huu ni muda mzuri wa kupata thawabu na pia kuna ladha ndani yake, wewe utapata faida mara mbili. Sheikh saheb alithamini ushauri wangu na akapata nafasi hii, na mke wake akapangiwa kumnyonyesha Nasir Ahmad. Hatmasihi Maud katika maongezi alipata kujua kwamba Sheikh Muhammad Nasib saheb anapata posho kiasi gani. Alipojua kwamba anapata rupia 12 tu, akahisi kwamba katika mshahara kama huo mdogo labda hataweza kujikimu vizuri, japo katika zama zile vitu vilikuwa na bei chini. Lakini huzur alihisi, na yeye siku moja alipokuwa anapita akatupa kwenye chumba chake rupia 25. Sheikh saheb hakuweza kujua kwamba rupia hii imetoka wapi. Kisha akajua kwamba huzur akihisi shida zake amempatia ili huyu asipate shida na aweze kujikimu kwa raha na amani. Hivyo yeye akanunua dhahabu kwa kutumia hela hiyo. Wakati ule mahitaji ya chakula chake yalikuwa yanatimizwa na Hatmasihi Maud. Hata Sheikh Yakub Ali saheb anasema kwamba pale ambapo ilikuwa tabia ya Masihi Maud kwamba alikuwa hakatai ombi la mtu mwenye kuomba, lakini saa nyingine alikuwa anawapatia watu bila wao kumuuliza na kumwomba, na alikuwa anawasaidia. Hivyo anazungumzia habari ya Oktoba 28, 1904. Kabla ya alfajiri Hatmasihi Maud alimpatia mhajiri moja mwenye ikhilasi rupia 8 au 10, akisema kwamba ni msimu wa baridi, utahitaji mavazi kwa ajili ya baridi. Huyo alikuwa hakumwomba. Hatmasihi Maud akihisi haja yake akampatia. Na tukio moja si tukio litokalo mara moja, ilikuwa inatokea mara kwa mara. Hatmasihi Maud alikuwa anawasaidia watu wenye haja, na katika swala hili alikuwa hatofautishi kwamba huyu ni muhindu au ni muislamu. Hasa Sheikh Yakub saheb anaandika kwamba hii ilikuwa ni tabia ya Masihi Maud, kwamba saa nyingine akihisi haja ya mtu fulani alikuwa hasubiri kwamba mpaka mtu huyo aje kumwomba, bali alikuwa anampatia mwenyewe
kuhusu hilo kuna riwaya ya sheikh fateh muhammad sahib pensioner inspector utawala wa kashmir ambaye aliendelea kuja kwa masihi maud kwa muda mrefu. Hii anasimulia kwamba kila nilipofika kwa masihi maud, hata masihi maud alikuwa tayari kulipa nauli yangu, lakini kwa kuwa mimi nilikuwa sihitaji nauli, mimi sikuchukua kutoka kwake, lakini roho yake ya ukarimu ilikuwa nyeshani kwamba alikuwa ananipatia bila mimi kumwomba, na swala hili halihusiki na mimi tu, bali alikuwa anawapatia wengi. Watu wangekuja kutoka siria na uarabuni, na hata masihi maud alikuwa anawapatia masurufu hela nyingi, kwani huzuru alikuwa anajua kwamba wamekuja kutoka mbali. Sheikh yakubri saheb anaandika kwamba watu walikuwa wanamjia ambao walikuwa hawamwombi kwa maneno, bali walikuwa wanamwindikia. Watu walikuwa hawajui kwamba mtu huyu amemwomba. hata masihi maud alipokuwa analeta kitu fulani kutoka ndani, tulikuwa tunapata kujua, au saa nyingine wakati wa kuingia ndani alikuwa anasema kwamba we ukae, mimi nakuja, na watu walikuwa wanasimama kwamba huzur atakuja, na hapo tulikuwa tunapata kujua kwamba hata masihi maud ameleta kitu fulani kwa ajili ya mtu huyo. Munshi Zafar Ahmad sahib anasema kwamba Mia Nizamuddin Ahmadi mkazi wa Kapurthala alikuwa mtu maskini sana. alienda Kadian kwa kutembea na akampatia huzur sumuni 2 kama zawadi. huzur akapokea kwa kusema jazakumullah. baada ya siku chache Nizamuddin alipotaka kuondoka, huzur akasema simama ka. huzur alienda ndani na akaleta rupia 7 au 8 na akampatia Mia Nizamuddin. Hamid Bashir Ahmad sahib anaandika kwamba Munshi Zafar Ahmad sahib wa Kapurthala aliniambia kwa njia ya barua kwamba Munshi Ali Gohar sahib alikuwa mtumishi wa posta katika Kapurthala. alipata pension rupia 2.5. ilikuwa vigumu kwake kujikimu baada ya kustaafu. huyu akahamia Jalandhar ambapo ilikuwa nyumba yake. ye akaniandikia barua kwamba ukienda Kadian basi uniambie, tutaenda pamoja. alikuwa ahmadia mwenye ikhilasi. anasema nilipotaka kwenda Kadian nikaenda Jalandhar. huyu alikuwa mkarimu sana. yeye akapika chakula kizuri kwa ajili yangu, na mimi nikapata kujua kwamba yeye ameuza vyombo fulani na kisha amepika chakula. hii ilikuwa ni hali ya maswahaba ambao walipata malezi ya masihi maud. anasema kwamba nikanunua tiketi ya Munshi Ali Gohar sahab. huyu alisema kwamba nitalipa nauli yangu. nikasema kwamba wewe umpatie huzur hela hii. nilinunua tiketi yake kutoka mfuko wangu. aliposema kwamba anataka kurudisha, nikasema hapana, hela hii umpatie masihi maud. hivi akaenda kumpatia masihi maud rupia 2. baada ya siku 8-10 tulipoenda kwa huzur kumomba ruksa ya kuondoka, huzur akatupatia ruksa na akasema Munshi sahib kidogo ngoja hapa. kisha akaleta rupia 10-15 na akampatia Munshi sahib. Munshi sahib akaanza kulia na akasema kwamba huzur, hii ni kazi yangu kwamba nikutumikie. huzur alisema kwamba huyu ni rafiki yako, wewe umfahamishe. mimi nikamfahamisha kwamba hela hii ina baraka, wewe pokea tu ambayo Hazrat amekupa. huyu akapokea na sisi tukarudi. ila hali huzur alikuwa hajui kuhusu hali ya Munshi sahib. Munshi Zafar Ahmad sahib anaandika kwamba Masihi Maud alikuwa anawajali sana watumishi wake, na huzur kwa ajili yake alikuwa anajitolea kwa ajili yao. safari moja ilikuwa siku ya Idi. anasema kwamba kilemba changu hakikuwa safi, kwani tulipokuwa tunakuja kwa huzur tulikuwa tunakuja kwa siku 1-2 tu, lakini baada ya kufika hapa huzur alikuwa anatuamuru kwamba tukae hapa hapa. kisha tulikuwa hatujali ajira yetu na tulikuwa tunabaki pale pale. siku moja ikaja siku ya Idi. tulipokuwa Kadian nilikuwa nimeleta kilemba kimoja tu, na kilemba kile kikawa kichafu. nikataka kwenda sokoni kununua. nilikuwa naenda sokoni, huzur aliniona na busara yake ilikuwa ya ajabu. alisema unakwenda wapi? nilisema kwamba ni siku ya Idi, kilemba changu ni chafu, naenda kununua kutoka sokoni. wakati ule ule akavua kilamba chake na akanipatia.
na akasema kwamba je hiyo unaipenda wewe chukua tu, mimi nafunga kilemba kingine. athari ambayo niliipata ya mapenzi haya siwezi kueleza kwa maneno. mimi nilichukua kilemba hicho kwa heshima sana, na hazur akaenda nyumbani na kisha akafunga kilemba kingine na akaacha. hatmia khairdin saheb anasimulia kwamba safari moja muda ambapo huzur alikuwa hakudai, ilikuwa harusi ya kaka yake huzur. ye alikuwa ameagiza mbuzi ambao mtu mmoja wa nangal bagh bana alikuwa na wachunga. siku moja huzur alikuwa anaenda kwenye matembezi njiani, huyu alikuwa anachunga mbuzi na pamoja naye alikuwepo mwana wake ambaye hakuwa na viatu. huzur alimwona kijana huyo na akasema kwamba wewe unatembea bila viatu, je miiba haikusumbui? huyu akasema kwamba huzur, mimi sina viatu na baba yangu ni maskini, hawezi kuninunulia. huzur akavua kiatu chake kimoja na akasema kwamba uvae, je kinakufaa? huyu akaomba razi, kivipi naweza kuvaa viatu vyako? huzur akasema hapana, na akasema kwamba uvae. ye akavaa kiatu kimoja. huzur akasema kwamba sawa, kimekufaa. kisha akavua kiatu kingine akasema kwamba uvae. ye akavaa. huzur akafurahi sana na akasema kwamba hapo ni sawa, wewe utumie viatu hivi. kisha huzur akarudi nyumbani bila viatu. habari hii ni ya muda ule ambapo huzur atakuwa na umri wa miaka 20 au 30. hatmasihe maud katika kumfuata kiongozi wake mtume mtukufu muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam alikuwa mfano wa ukarimu, lakini saa nyingine tunaona kwamba kwa sababu ya hekima na busara fulani aliepukana na kumpatia mtu mwenye kuomba. shekh yakubul saheb anaandika kwamba mwaka 1889 ambao ni mwaka wa bayati alikwepo ludhiana. mtu mmoja akaja kwake na akaja kumwomba akisema kwamba ndugu yangu mmoja amekufa, mimi sina hela ya mazishi yake na sanda yake, na alikuwa ameweka sumuni ya fedha na kopa katika bakuli yake, kwamba mchango huu nimeukusanya na mimi naendelea kukusanya hela ili niweze kuandaa na kufanya maandalizi ya mazishi yake. hatmasehmud akamwambia kazi khwaja ali saheb kwamba kazi saheb nenda pamoja naye na umsaidie katika maswala ya mazishi, hivyo nenda ukatimize mahitajio yake. hiyo haikuwa tabiat masihi maud. kikawaida mtu akija kumwomba alikuwa anampatia. hapo tuliona kitu kipya ambacho kilikuwa kinyume cha tabia yake, na kikawaida alikuwa anawapatia tu watu. makhudam walishangaa waliposikia amri hii. kaza pia hakumuuliza kwamba ampatie nini, akaenda pamoja naye akasema kwamba tuende, mimi nakusaidia katika maandalizi ya mazishi. mtu huyu akaenda pamoja na kazi saheb. baada ya muda kazi saheb akaja huku akitabasamu akasema kwamba huzur, mtu huyu alikuwa mdanganifu. njiani akaanza kuniomba kwamba wewe usiende pamoja nami na kile ambacho unataka kunipatia nipatie tu hapa hapa. nikasema hapana, huzur ameniamuru kwamba niende pamoja nawe na nikununulie vitu vyote. alipoona kwamba mimi sirudi, huyu akaomba kwamba hakuna mtu aliyekufa na mimi si hitaji sanda wala kitu chochote, hiyo ni kazi yangu, usifichue siri zangu na wewe urudi, mimi nitaacha kazi hii. kazi saheb aliposimulia tukio hili, huzur aliposikia akatabasamu, lakini hii ilikuwa ni athari ya ajabu ya hulka zake. huzur akijenga zana nzuri hakutoa jibu lolote, lakini akashika njia ambayo ikamrekebisha, na huzur hakupata nafasi ya kutumia hela juu ya mahala pasipofaa. tukio hili au tukio jingine linalofanana na hili hatmasihi amelieleza mwenyewe kwamba mtu mmoja alikuja kwangu katika mji wa ludhiana na alisema kwamba mtu mmoja amekufa na mimi nafanya maandalizi ya mazishi yake na ninahitaji sumuni 4.
mtu mmoja alisema kwamba kwanza tuone maiti iko wapi kisha tumsaidie. hivyo mtu huyu akaenda pamoja naye, na baada ya kwenda mbali mtu huyu akamkimbia kwani alikuwa ameunda kisa cha uongo. safari moja alipokea barua kutoka sehemu fulani. alipokea barua kwamba tunataka kujenga msikiti moja na tunaomba mchango kutoka kwako kama baraka. hata masihi maud alisema kwamba tunaweza kutoa, jambo hili si jambo kubwa, lakini kuna matumizi makubwa katika silsila yetu, katika jamaati yetu. sasa zidi ya matumizi haya kuingiza matumizi mengine ni kama israfu. hivyo kivipi tushiriki ndani yake? misikiti ambao mungu anaujenga ndio msikiti wa aksa ambao ni juu kuliko yote. watu wanapaswa kutuma mchango kwa ajili yake na washiriki katika thawabu. alisema kwamba rafiki yetu ni yule ambaye akubali jambo letu na sio yule ambaye atangulize jambo lake. kisha alitoa mfano kwamba mtu mmoja akaja kwa imam abu hanifa na alisema kwamba tuna nia ya kujenga misikiti moja, we pia utoe mchango. yeye alieleza uzuru kwamba wakati huu siwezi kutoa, ila hali kama angetaka angeweza kumpatia mingi. mtu huyu akasema kwamba sisi hatuombi kitu chochote kikubwa kutoka kwako, utoe kama baraka tu. kisha ye akatoa sumuni moja. wakati wa jioni mtu huyo akaaja na akasema kwamba huzur, sumuni hii ni ya kibandia. imam abu hanifa akafurahi sana na akasema kwamba imekuwa vizuri, moyo wangu uliwa hutaki kwamba mimi nikupatie. kama we unajenga misikiti ni mingi sana na mimi naona kwamba hiyo ni israfu. watu hawaswali humo na wanajenga kwa ajili ya kuwaonyesha wengine tu. hata sawa na haja ya watoto alikuwa anawapatia. biza bishiri msab anaandika kwamba bibi rani musia mama wa aziz begam mke wa hakim muhammad umar sahib kadian alieleza kwamba nilifanya baiat mwaka 1991 kwa njia ya barua. hivyo binti yangu aziza begam mke wa hakim muhammad umar alikuwa katika kadian. hivyo nilipata nafasi ya kuja kadian mwaka 1992. nilikuwa na binti yangu mdogo. huzur alipokuwa anaenda katika bustani kwa ajili ya matembezi, nilikuwa naenda pamoja naye na nimekuwa mzee, sikumbuki mambo mengi. jambo moja nalikumbuka, siku moja wakati wa asubuhi huzur alikuwa nakula chakula, mimi pia nikaja. binti yangu mdogo akaanza kulia. huzur akauliza sababu kwamba kwa nini analia. nikasema kwamba anaomba chapati. huzur akaagiza chapati na akampatia, lakini binti hakunyamaza, akaendelea kulia. huzur akaniuliza tena, nikasema kwamba huzur yeye anaomba chapati ambayo huzur anakula. ndipo huzur akampatia chapati ile. binti huyu akachukua chapati ile na akaanza kula. alikuwa anawajali watumishi waliokuwa wanamsaidia katika shughuli mbalimbali. dr itardin saheb anasema kwamba mir muhammad ishaq saheb wakati ule alikuwa mtoto, alienda nje. hatmasihi maud alipopata taarifa akapata wasiwasi na akatuma mtumishi boarding house na yani akawaagiza wanafunzi waje kwake. wakati ule abdurahim saheb na muslim alikuwa superint wa boarding yani bweni. anasema kwamba yeye akanituma mimi na vijana wengine watatu wanne na akanifanya kuwa kiongozi wa timu ile. tulipoenda kwa huzur alisema kwa huruma sana kwamba nini mmepata shida, mimi nimewaiteni mtaenda kwa ajili ya kazi fulani na yawezekana kwamba muchelewe au muhisi njaa. hivyo akatupatia chapati nyingi na akasema kwamba hizi ni chapati, na pia akatupatia mchuzi kama adisi. huzur akaleta na akatupatia. tulikuwa tunaenda katika kumtafuta yeye. alisema kwamba sisi tulikuwa tayari kuondoka. kibla shekh yakubul sahib irfani
akamleta mir saheb wakati ule ule, yani alikuwa amepatikana, hivyo hatukuenda. Lakini tukio hili linazuhirisha ukarimu na huruma ya huzur kwa watumishi wake. Hazrat muhammadin saheb wald bagu saheb ambaye alikuwa anaishi katika kijiji cha kadrabad karibu na kadian, anasema kwamba huzur alikuwa analeta chakula kutoka nyumba yake na alikuwa anakula katika misikiti wa kijiji chetu na alikuwa anatupatia vile vile. Ni muhimu kurudisha mkopo wa mke. Kwenye hutuba iliyopita nilikuwa nimeeleza tukio moja kwamba matumizi ya langar yalipozidi, hat masihe maud aliuza zahabu za amajan razila taala anha na akatimiza matumizi yale. Mtu fulani akaniuliza wiki iliyopita kwamba ina maana dhahabu za mke mtu akihitaji, yani mume wake anaweza kutumia. Iwe wazi kwamba hat masihe maud alikuwa anachukua mkopo na alikuwa anarudisha mkopo ule. Hivyo kuna riwaya nyingine mirza bashir ahmad saheb anasimulia kwamba rasul bibi sahiba mjane wa hafiz hamad ali alieleza kwamba ukame ulitokea. hata masihi maud alichukua mkopo kutoka ummulmuminin amajan. mfano wa kwanza uliotangulia kulikuwa na jambo la mkopo na kuweka rehani. anasema huzur alichukua mkopo na akanunua ngano na akatimiza matumizi ya nyumbani na pia akatimiza matumizi ya langar. haikuwa kwa ajili ya matumizi ya nyumbani tu, bali chakula kingi kilikuwa inapikwa kwa ajili ya langar. kisha hatmasihi maud akaagiza rupia 500 kwa kupitia chaudhri rustam ali saheb na hafidh ahmad ali, na akaagiza vyombo vya samli, na alipopokea hela akarudisha mkopo wa tamajan. na anasema niliona mara kadhaa kwamba hafidh saheb alikuwa analeta rupia na kwa ajili ya matumizi ya ukame, na nilikuwa natunza hela ile. alikuwa anachukua hela au kama mkopo na alikuwa anarudisha. babu gulam muhammad saheb anasema kwamba katika mji wa kadian saa nyingine baadhi ya kina mama kutoka vijijini walikuwa wanakuja wakiwa na mavazi machafu. walikuwa wanasema, mirzaji, binti yetu ameugua, amezimia, amepata homa kali. kisha alikuwa anaashiria upande wa mikono kwamba angalia sisi tumekuja bila kuosha mikono. safari moja mwanamke mmoja alikuja akasema kwamba binti yangu anaumwa, amepata homa, amezimia. huzur alisema kwamba je, umeleta chombo fulani? yeye akampatia huzur bakuli moja ya udongo. huzur akachukua bakuli na akajaza na ruu keuda na pia akampatia miski rati 5 na akasema kwamba umpatie dawa hii. na kisha alisema kwamba nipe taarifa binti ana hali gani. alikuwa anawatumikia sana watu maskini kwa huruma na kwa ukarimu. sheikh muhammad nasib saheb anaeleza kwamba safari moja nilipata haja ya kitu fulani, nikaaja kumwomba huzur kwa njia ya barua kwamba anitumie rupia 10 kama mkopo, mimi nitarudisha katika zamu 2. huzur akanitumia, na hii ilikuwa ni tabia kwamba alikuwa hakatai, na sisi tumeona kwamba alikuwa hasemi kwamba mtu arudishe mkopo wake. mtu akirudisha alikuwa anasema kwamba hapana, mali yangu na mali yako ni kitu kimoja, wewe utunze tu mali hiyo. kuna tukio moja kuhusu baraka iliyopatikana katika chakula. mirza bashir sahab ameandika kwamba mia abdul sahab snori alieleza safari moja masihi maud aliwaalika wageni katika zifa na akatayarisha chakula kwa ajili yao, lakini muda wa chakula ulipofika wageni wengine wakaja na msikiti wa mubarak ukajaa na wageni. uliko msikiti mdogo. huzur akapeleka ujumbe ndani kwamba wageni wamezidi, hivyo leteni chakula zaidi. sasa ilikuwa haiwezekani kwamba mtu aje kwenye meza yake ya chakula na wengine wale na wengine asiwape. hiyo ilikuwa ni kinyume cha ukarimu wake.
kazi yake ilikuwa ni kuwalisha wote. bibi sahiba tamajan akamwita Hazur ndani na akasema, chakula hakitoshi, ni kwa ajili ya wageni hawa tu wachache, kimepikwa kama ulivyokuwa umeniambia. Na alisema kwamba labda chakula kingine kitawatosha wote, lakini wali mtamu ni kiasi kadogo, tufanyeje? Kisha alisema mwenyewe atamajan kwamba mimi sitapeleka wali mtamu. Zuri alisema kwamba hapana, hiyo haifai, wewe lete chombo cha wali mtamu. Huzur akaweka leso juu ya chombo kile na kisha akaingiza vidole kwenye wali mtamu na kisha akasema kwamba uanze kuweka chakula kwa ajili ya wageni wote. Abdullah sahib anasema kwamba wali mtamu ukaaja kwa watu wote na wageni wote wakala na kiasi fulani kikabaki. Mia Abdullah sahib alisema kwamba jambo hili Huzur alikuwa ameniambia mwenyewe, kwamba nilikuwa nimeambiwa na mimi nikasema, na kisha Mungu akatia baraka. Hatmasihe Maud alikuwa akiwalisha marafiki zake matunda katika msimu mbalimbali, na daima alikuwa anawatumikia kwa ukarimu na kwa huruma. Mumtaz Ali Saheb Siddiqui anasema, nakumbuka katika bustani ilikuwa sehemu fulani ya kukalia ambayo imerekebishwa tena. Huzur alikuwa anakaa pamoja na marafiki zake na alikuwa anakula matunda sawa na misimu. Safari moja nakumbuka Huzur kwa mkono wake alinipatia maembe mawili na pia akawapatia marafiki zingine maembe mawili mawili. Hayo ni matukio machache ya ukarimu na utoaji wake ambayo mfano wake alionyesha kwa kumfuata kiongozi wake mtukufu, na kutoka kwa ukarimu huo marafiki zake na wale ambao ni maadui pia waliendelea kunufaika. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.